Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, moja ya habari inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na kutekwa kwa msaidizi Mheshimiwa Tundu Lissu anayezidi kufahamika kwa jina la David. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ni vema uweze kuelekea moja kwa moja katika ukurasa wetu rasmi wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa iliyoweza kuchapishwa na Twaha Mwaipaya, ameweza kueleza wazi kwamba msaidizi wake Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kutekwa usiku wa kuamkia leo hii, ikiwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Msaidizi wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa jina la David, kwa picha unayozidi kuitizama akiwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu katika skrini yako hivi sasa, inazidi kudaiwa ya kwamba msaidizi wa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni David ametekwa usiku kwa kuamkia leo na maafisa wa usalama wa taifa ambao walikuwa na silaha za moto. Kwa mujibu wa baadhi ya watu walioweza kushuhudia tukio hili, wameweza kuweka hadharani kwamba David aliweza kupatikana nje ya geti lake kwa nyumba aliyokuwa akiishi huko Bunju, Dar es Salaam. Kile kilichoweza kufuatia ni ya kwamba maafisa hao wa usalama waliokuwa wameweza kufika katika jumba lake David waliweza kumkamata na kuondoka naye, ijapokuwa baadhi ya wananchi waliokuwa wakishuhudia tukio hili wanalozidi kudai kuwa utekaji waliweza kujaribu kukimbizana na gari hilo, ila kile kilichoweza kufuatia ni kwamba gari hilo limeweza kuonekana likiingia kwenye nyumba za usalama wa taifa zilizoko maeneo ya Bweni, jambo ambalo hivi sasa idadi kubwa ya viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kuitisha maandamano, wakiweka hadharani kwamba aina ya uongozi huu ni uongozi ambao hawako tayari uendelee kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, tukio la kutekwa kwake David ambaye ni msaidizi wake Mheshimiwa Tundu Lissu ni jambo la kuvunja moyo kutokana na kile ambacho tunazidi kukishuhudia hivi sasa baada ya chama Chadema kurejea kikamilifu katika siasa na hata kuongoza rali mikoa mbalimbali. Ila mtazamaji wangu, amini usiamini, bonge la hashtag hivi sasa katika mtandao wa kijamii ni Free David, na mbaya kabisa viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa wanazidi kupanga kuhutubia taifa na pia moja kwa moja kuongoza maandamano kuelekea katika eneo linalozidi kudaiwa gari hilo limeweza kushuhudiwa kuingia. Ikumbuke kwamba baadhi ya mashuhuda wameweza kuweka wazi ya kwamba gari hilo mahali ambapo limeweza kuingia na pia waliokuwa wameweza kumteka David waliweza kuwa na silaha za moto, na ndipo ambapo baadhi ya mashuhuda wameweza kulazimika kukimbia kutetea uhai wao baada ya risasi kurushwa angani ili kujaribu kutawanya mashuhuda. Mtazamaji wangu, kwa kweli jambo hili ni jambo la kuvunja moyo. Sote tunafahamu hivi sasa Mheshimiwa Humphrey Polepole uwepo wake bado haujaweza kujulikana, na sote tunafahamu ni kipi kilichoweza kuchangia Mheshimiwa Humphrey Polepole kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Leo hii familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole ikiendelea kuwa katika kipindi kigumu kwa kutofahamu aliko jamaa wao, na mbaya kabisa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waliokuwa wakifuatilia Mheshimiwa Humphrey Polepole hawaamini na hata hawafurahishwi na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, na wengineo walioweza kutekwa mwaka 2025, ikiwemo jaribio lililokuwa limeweza kutekwa kwake Mheshimiwa Josephat Gwajima. Ila
mapema mwaka 2026 hivi sasa kwa kutekwa kwa msaidizi wake Mheshimiwa Lissu ni jambo la kuvunja moyo, kwani uongozi ulioko madarakani ni wazi kwamba unazidi kuendeleza yale yote yaliyokuwa yakishuhudiwa mwaka 2025. Hakuna baadhi ya mabadiliko ambayo uongozi huu uliweza kuahidi kwa wananchi wa Tanzania yameweza kufanyika, kama swala la utekaji na utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa wale wote wanaozidi kukosoa na kupinga serikali hiyo iliyoko madarakani. Kwa kweli, mtazamaji wangu, hivi sasa viongozi wengi wa chama Chadema ambao wamekuwa wakiongoza rali wamezidi kuitisha kikao na kuhutubia taifa na moja kwa moja kuongoza maandamano. Mtazamaji wangu, jambo hili linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo chama Chadema akizidi kufurahia masuala ya viongozi wao kutekwa siku baada ya siku, kutokana na kile ambacho viongozi wa chama Chadema wanaamini kwamba kweli uongozi ulioko madarakani upo kikatiba, bali haukuweza kuchaguliwa na wananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, na iwapo wameweza kupewa jukumu hilo la kuwa afisini, ni vyema waweze kuwajibika ili kusaidia mwananchi wa chini katika Jamhuri ya Tanzania. Ndipo ambapo gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudiwa itaweza kupungua, na pia baadhi ya ahadi ambazo viongozi walioko madarakani waliweza kuahidi waweze kuzitimiza, na ndipo ambapo mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania ataweza kujivunia kuwa Mtanzania na pia kufurahia uongozi huo ulioko madarakani. Amani, utulivu iwapo utaweza kushuhudiwa na kupunguzwa kwa gharama kubwa ya maisha. Ila kukishuhudia matukio ya aina hii kwa watu wanaozidi kukosoa na kupinga serikali hiyo iliyoko madarakani, inazidi kusababisha watu hawa waweze kutekwa. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo, jambo ambalo mwisho siku uongozi ulioko madarakani hautakuwa na sifa nzuri ya uongozi, bali itakuwa na uongozi wa aina ambayo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawaufurahii uongozi huo, jambo ambalo lazidi kusababisha idadi kubwa ya viongozi wa chama Chadema kuwa katika hatua ya kuongoza maandamano leo hii kama walivyoweza kudai, na ndipo ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wataweza kuona iwapo viongozi walioko madarakani wataweza kukubaliana na kile ambacho kinazidi kupendekezwa siku baada ya siku na wananchi wa Tanzania. Na ikumbuke kwamba yote haya, mtazamaji wangu, yanayozidi kutokea ama kukumba wale wanaozidi kukosoa na kupinga serikali iliyoko madarakani ni kwa ajili ya viongozi wakuu walioko serikalini wazidi kunufaika wao binafsi, na wale wanaozidi kupinga na kukosoa kuendelea kupitia kipindi kigumu kama tukio ama jinsi tunavyozidi kushuhudia Mheshimiwa Lissu gerezani kuendelea kupitia kipindi kigumu, na hivi sasa kumfuata aliyekuwa msaidizi wake Mheshimiwa Lissu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo. Ila mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na uweze kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.